Kuwa bora kuliko jana. Leo tunakwenda kujifunza mambo 10 ya kuzingatia siku ukipata pesa. Siku utakapopata pesa, unatakiwa kuzingatia mambo haya 10 bila kupuuzia hata moja. Na lile la 9 na la 10 ni ya muhimu sana. Ni ya muhimu sana mno. Okay, bila kupoteza muda, tuanze. Jambo la kwanza, usibadilishe maisha ghafla. Usianze kufanya vitu ambavyo ulikuwa uvifanyi. Usianze kununua vitu vingi ambavyo ulikuwa ununui. Tuliza kwanza kichwa. Siku ukipata pesa, sio ghafla tu unanunua gari. Ghafla tu unanunua nyumba ya kifahari. Ghafla tu unafanya vitu vikubwa. Ghafla tu unanunua suti za kifahari. Ghafla tu unafanya vitu vya kifahari. Utapoteza. Tuliza mawazo. Usikurupuke kwa kununua vitu vya kifahari kwa sababu umepata fedha. Ukifanya kitendo hicho, utapoteza. Jambo la pili, usiingie kwenye biashara usiyoielewa. Ghafla tu kwa sababu umepata fedha, unaingia kwenye biashara usiyoielewa kabisa. Hapo utapoteza. Kwa sababu biashara ni vizuri kabla ya kuingia, unatakiwa kujifunza. Unatakiwa kuulizia, unatakiwa kuifuatilia, alafu ndio uingie. Na sio vizuri kuanza biashara ghafla tu kwa pesa nyingi. Anza kidogo, alafu ongeza taratibu. Siku ukipata pesa, ikumbuke hii. Jambo la 3, epuka marafiki, ndugu na jamaa wanaoweza kukufanya wewe ATM. Wanaoanza kukuona wewe ni ATM. Epuka. Kwa sababu matatizo huwa hayaishi. Na kila mtu ana matatizo yake. Na fedha huwa haitoshi. Na ukikutana na ndugu ambaye amekuona wewe ni ATM, maana yake anaweza akamisiuzi urafiki wenu. Baadaye urafiki ikawa ni kama kitega uchumi. Kwa hiyo epukana na watu wa namna hiyo. Siku ukipata fedha, ikumbuke na hiyo. Jambo la 4, epuka kuwekeza kwa hisia. Epuka kuwekeza kwa hisia. Epuka kuwekeza kwa tamaa. Epukana kabisa na uwekezaji wa kitamaa. Hapa nitagusia kidogo na zile schemes za get rich quick. Kuna maeneo fulani ya unaweza kuweka fedha afu ikazalishwa ikawa mara 3 au mara 10 within a day. Kwa siku tu moja fedha ikazalishwa kwa siku kwa 100%. Epukana sana na hiyo michezo. Kama kuna sehemu yote ambayo ni ya uwekezaji au investment ambayo inazalisha fedha zaidi ya 100%, kuwa makini nayo. Mfano trading, mfano forex, mfano betting, ni vitu ambavyo unaweza kuweka hela leo ikazalishwa mara 100 leo. Kuwa makini siku ukipata fedha. Kwa sababu utaenda kwa ajili ya kuizalisha, wewe unadhani utazalisha, kumbe unaweza ukapoteza. Kuna riski kubwa sana. Kabla hujaingia kwenye hivyo vitu, jifunze kwanza. Hiyo uikumbuke siku ukipata fedha. Jambo la 5, usichukue madeni yasiyo ya lazima. Usichukue mikopo isiyo ya lazima. Eti kwa sababu umepata fedha, unataka kuongezea mkopo ili uonekane uko juu. Utapoteza. Siku ukipata fedha, kuwa makini sana na madeni mengine na mikopo mingine. Ni vizuri kabla hujachukua mkopo, ni vizuri kujipanga utakwenda kufanyia nini huo mkopo na utaulipaje. Lakini leo tunazungumzia habari za kutunza fedha tulizo nazo. Ukipata fedha, siku ukipata fedha, usikimbilie kukopa ili kuongezea hela ziwe nyingi. Hilo ni jambo la kuwa nalo makini sana. Ni vizuri kuchukua fedha ambazo unaweza ukazilipa, na wengi tunashauri kama unachukua mkopo ni vizuri uchukue mkopo kwa ajili ya kuongezea katika kile ambacho uko unazalisha. Sio fedha ulizonazo zinakaa ndani afu unaongezea mkopo. Hilo uweke kichwani. Jambo la 6,
Epuka kukosa mpango. Epuka kukosa uelekeo. Siku ukipata fedha, tuliza mawazo, weka mipango. Weka uelekeo kwamba nikitoka hapa naenda hapa. Pasipo mpango ni rahisi sana kupoteza fedha. Kwa hiyo siku ukipata fedha ni vizuri kuweka budget. Weka akiba. Angalau una akiba hata miezi kadhaa mbele. Weka mpango. Hata kama unafanya uwekezaji, weka mpango kwanza ndio ufanye uwekezaji. Siku ukipata fedha, hakikisha una mpango. Jambo la 7. Usipuuze ushauri wa kitaalamu. Jambo hili ni la muhimu sana. Usipuuze ushauri wa kitaalamu. Kuna watu wanadhani kupata ushauri wa kifedha na wa kiuchumi wanadhani ni anasa. Hilo ni kosa. Kiuchumi unaweza ukapoteza. Kwa sababu kupata ushauri na yenyewe ni njia ya kuelekea kufanikiwa. Kwa sababu usije ukajifanya unajua kila kitu. Walikuwepo kama wewe, waliopata pesa kama wewe, lakini mwisho wa siku walipoteza kwa sababu walipata ushauri mbaya. Na kushauri, siku ukipata fedha, usipuuzie ushauri wa kitaalamu. Usipuuzie hata kidogo. Hilo liweka akilini. Jambo la 8. Epuka kujionyesha. Epuka kujionyesha kwa kiasi kikubwa. Wengi wanaita show off. Unajionyesha kwamba una fedha, unajionyesha kwamba unaweza, unajionyesha kwamba wewe ni doni, tajiri mmoja. Epukana na hilo. Jambo la 9, na ni jambo la muhimu sana. Jambo la 9. Usisahau chanzo cha fedha hiyo. Siku ukipata fedha nyingi, usisahau kile chanzo. Na usije ukaanza tu biashara nyingine ghafla bila ukawa umesahau ile ambayo ilikupa hiyo fedha. Ni vizuri hata kama unataka kubadilisha, basi badilisha taratibu. Anza kubadilisha taratibu kwa kuanza biashara nyingine kidogo kidogo na kwenda kubadilisha. Lakini usiache chanzo kile kwa ghafla. Hiyo ikumbuke sana. Jambo la 10. Epuka kufanya maamuzi ya haraka na kwa msisimko. Hiyo na yenyewe sio nzuri kiuchumi. Hapa ndipo ambapo unaweza kukutana na mtu anabeti pesa kubwa mpaka anashangaa, hivi nifanye maamuzi kama haya? Aidha kushangaa na kushangaa keka kuchanika. Sio vizuri kufanya maamuzi ya haraka kwa msisimko. Hapo unaweza kukutana na mtu hata akaweza kuonga kitu kikubwa. Ni vizuri kutuliza mawazo, kujipa muda wa kufikiria na kufanya maamuzi kwa kutokukurupuka. Siku ukipata fedha, na hili likumbuke. Utajiri haukai kwa mtu ambaye hana nidhamu. Kama hauna nidhamu ya fedha, utajiri kwako utakuwa ni story sana. Ni vizuri kuwa na nidhamu ya fedha katika maisha ya kila siku. Hii itatusaidia kupiga hatua kwa muda. Maisha ni progress. Maisha ni safari. Ni vizuri kuweka kidogo kidogo na kupiga hatua ndogo ndogo kila siku. Na kama unaona kuna njia nyingine ungeongezea, jambo lingine la muhimu sana yamkini nimelisahau, unataka kuongezea, ongeza kwenye comment hapo chini, then tutakutana na video ijayo. Karibu sana. Big up. Kuwa bora kuliko jana.